ukaribu na ukarimu tuliokuwa nao wa Tanzania. Tusifate hizo miemko ya mitandao, kama ilivyosema kwamba mitandao ya kijamii ndio chanzo kikubwa cha watu kufanya hayo mambo. Huenda ni kweli kutokana na ripoti ilivyochunguzwa. Sasa tujitahidi kufanya ya kwetu, manake tumepoteza nguvu kazi kubwa. Haswa ni vijana ndio wamepotea, na vijana ndio watafuta pesa. Wameacha wazazi wao wanaowategemea, wameacha watoto wao, wameacha wake zao, na wamama wamefariki. Sio nzuri, haipendezi. Kwa hiyo tujitahidi kuendeleza kuwa na amani. Tanzania yetu ni amani, tuepuke vichocheo, manake kuna watu wenye maslahi binafsi. Sasa tukiingia kwenye mikumbo hiyo, tunajikuta sisi tunapoteza vitu vyetu vya msingi, na wao hawawezi kutusaidia kwa chochote. Nataka niwaase tu vijana wenzangu kwamba amani ni kitu muhimu sana kwenye taifa. Kila mmoja aliona kilichotokea. Shughuli nyingi zilisimama, hasa maeneo mengi. Lakini sisi wilaya yetu ya Bukombe, hasa mgodi wetu wa Msasa, sisi tuendelee kufanya kazi. Kwa hiyo tu kwanza nipongeze serikali yetu ya wilaya ya Bukombe chini ya DC wetu kwamba amani tunaitunza wilaya ya Bukombe. Kwa hivyo ni waase tu vijana wa nchi yetu kwa sehemu zingine zote. Kwa sababu amani inapotoweka nchini, maana yake shughuli zinasimama, uchumi unapungua. Kwa hiyo ni waasi tu vijana, kama kuna jambo, nafikiri viongozi wetu na wasikivu, hasa rais wetu, basi wapeleke tu taarifa, kama ni kwa DC, kwa mkuu wa mkoa, ili tatizo lao litatuliwe. Kwanza kabisa nianze kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake, lakini zaidi ni wapongeze hata wale waliotoa taarifa kwa maana ya tume. Ukweli hotuba ile inatupa dira ya amani katika nchi yetu, kwa sababu hata alivyoahidi katika kurudisha baadhi ya changamoto zilizowapata vijana baada ya kupata ulemavu, imetia matumaini. Na zaidi hata katika kuwaza kutoa rai juu ya vijana walioendelea kufanya changamoto, nao pia imetia matumaini. Mimi nipende kutoa rai tu kwa vijana, wasiende kujiendekeza na mambo ya mitandao, badala yake wawaze kufanya kazi. Mgodi huu wa Msasa hatukujishughulisha na mambo ya maandamano, bali tulikaa kufanya kazi. Ndio maana unaona magari ni mengi katika mgodi huu. Lakini pia katika yote nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kusema yeye sio wa sasa eti amebadilika, hapana, na foara ile ambayo alisema yuko tayari kuwa nayo, lakini alichokiomba yeye ni ushirikiano wa viongozi wenzake, lakini pia na sisi wananchi kwa ujumla wake. Kwa hiyo sisi tuwe wawazi kwamba ushirikiano tutampa kutosha, na tumependa kile ambacho amekuja nacho cha foara, lakini pia maliziano ndio yanatufanya sisi kuwa katika eneo salama na shughuli zetu kuwa katika mazingira salama. Mimi tunaomba vijana wenzangu tusiingie kwenye wakati kama huo wa kuchochea vurugu, kwa sababu vurugu unajua zina asili kubwa. Unaweza ukapata ulemavu au kupoteza maisha. Kwa hayo yote na wasa vijana wenzangu tusijaribu kufanya hivyo vitu vya namna hiyo. Kitu ambacho nilichojifunza ni kwamba tusishiriki kwenye vitu vya kusikia. Tuwe na ukweli wa jambo linalotendeka. Tusiwe tuna uharaka kusema kwamba kuna kitu fulani, hapana. Tunaweza tukaingia kwenye wakati mgumu kwa kweli.